Ni dakika 90 nyingine ndani ya Afrika Kusini. Mnyama Simba anashuka dimbani majira ya saa 10 kamili kwa masaa ya hapa Tanzania kukichapa na Stellenbosch. Hii ni moja kati ya mechi ambayo itakuwa sio rahisi kwa timu zote mbili katika kutafuta pointi 3. Sasa tayari mwalimu Fadlu ameshakwisha kuandaa kikosi chake na mfumo aliyokuja nao hii leo ni mfumo wa 2-3-1 au mfumo unaweza kubadilika na kuwa 4-3-3 kulingana na aina ya wachezaji atakokuwa anataka kuwa nao. Sasa kabla sijakutajia kikosi, nikukumbushe tu wewe ambaye haujawahi kusubscribe na kushare video. Hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV. Hivyo wewe fanya kusubscribe na kushare ili tuweze kwenda pamoja. Mimi ni Ibrahim Mohamed. Karibu tuangazie kikosi cha Simba kinachokwenda kuvaana na Stellenbosch hapo baadaye. Kwa upande wa golikipa yupo Musa Kamara. Upande wake mwalimu anamtegemea sana Kamara kama muhimili wa safu ya ulinzi katika kupangilia safu ya mabeki na kufanya maamuzi ya haraka. Beki wa pembeni kulia atasimama Shomari Kapombe. Wakati huo upande wa beki kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbu Junior. Kama tunavyofahamu, Zimbu Junior ana uwezo mzuri wa kupandisha timu kwa kushirikiana na wachezaji wenzake. Nikitazama kwa upande wa mabeki wa katikati yupo Chamukarabu. Jukumu lake kubwa ni kuhakikisha anakuwa mlinzi, mbali na kukaba anatakiwa kuwa mtulivu katika kutoa pasi fupi kwa viungo wa eneo la katikati, lakini pia na kuweza kuanzisha mashambulizi kutoka katika eneo la nyuma. Wakati huo atasaidiana na Abdurazak Hamza katika kuimarisha ulinzi na kufanya eneo lao kuwa gumu kupitika. Nikitazama kwenye eneo la viungo yupo Yusuf Kagoma akiwa kama kiungo mshambuliaji. Tunafahamu Kagoma ndio nguzo ya kukata mipira ya wapinzani kabla haijafika kwa mabeki. Ana jukumu la kuharibu mashambulizi timu pinzani kwa kupora mipira kwa haraka na kuilisha viungo wake wa mbele. Muda huo watasaidiana na Fabrice Ngoma. Kwa upande wa Ngoma, yeye atabeba jukumu la kuunganisha safu ya ulinzi pamoja na safu ya ushambuliaji. Jean Charles Ahoua atakuwa kama kiungo mshambuliaji. Kama tunavyofahamu, Ahoua amekuwa ni mchezaji mwenye ubunifu katika eneo la mbele na kuendesha mashambulizi ya kushtukiza na kujaribu kupiga mashuti ya mbali. Winga wa kulia atakuwa ni Kibu Denis Kibudi. Kama tunavyomfahamu, Kibu Denis amekuwa ni moja kati ya silaha kali katika kuvuruga mabek na kuweza kulinda mpira na kuzuia mpira. Hivyo atakuwa na jukumu la kuzuia pamoja na kupandisha mashambulizi. Hivyo kwa upande wake atakuwa na majukumu makubwa kama hayo. Wakati huo Eli Mpanzu, kwa upande wa Mpanzu tunajua atafanya kazi kama ya mfungaji wa pili na mtoa msaada. Kama tunavyofahamu ana kasi nzuri na ana uwezo wa kudhibiti mpira akiwa kwenye kasi. Katika eneo la ushambuliaji yupo Leonard Ateba Mbida. Kama tunavyofahamu, upande wa Ateba ndiye kinara wa mashambulizi katika klabu ya Simba Sport Club. Hivyo anatarajiwa kusimama katikati ya mabeki na kuwavuta mabeki ili kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine, na muhimu zaidi ili kuimarisha nafasi zitakazo kuwa zikitengenezwa na kuzitumia kama nafasi kuweza kupata pointi 3. Hiyo ni moja kati ya listi ya wachezaji watakaoshiriki katika kucheza mechi leo dhidi ya Stellenbosch huko Afrika ya Kusini.